Bana, mambo vipi? Popote pale ulipo, naamini ya kwamba ubuheri wa afya. Huko ulipo najua una enjoy sana na kufuatilia vitu vingi kupitia channel hii ya Mfalme wa Soka. Taarifa ni nyingi sana, hasa kipindi hiki ambako ligi imesimama. Tunafahamu kwamba kuanzia tarehe 11, 12 ligi zinarejea kwa kishindo. Wakati huu timu mbalimbali zinaendelea kujiboresha kwenye dirisha kubwa la usajili. Hapa tayari pilika zinaendelea, kila timu ikiwa natafuta wachezaji ambao wataenda kuongeza nguvu kwenye vikosi vyao kuelekea ligi kuu msimu ujao, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo bwana, mimi nikwambie tu story kubwa ni FIFA World Cup ambayo inaanza kutimua vumbi Juni 11, na nikwambie tu mechi zote odds kabambe utakuwa unazipata kupitia PMBet. Kwa hiyo ambaye bado hujaenda tufuatilia kupitia PMBet, nenda moja kwa moja pale kwenye website ya www.pmbet.co.tz, ambapo hapa moja kwa moja utaenda kubashiri michezo yote ambayo itakuwa imewekwa pale, na hakika utapiga mpunga mchele wa kutosha sana, mchele wa maana sana. Tuachane na yote hayo bade. Simba Sports Club wanaimarisha safu yao ya ushambuliaji. Simba Sports Club wanaimarisha safu yao ya ushambuliaji, na sasa wajaribu kuangalia wachezaji wa kigeni wanapataje, ili kuhakikisha wanaweza kuingia moja kwa moja. Fahamu ya kwamba Simba anaenda kuachana na Jonathan Soa ambaye walimpa adhabu na baadaye wakampeleka timu za vijana, ingawa yeye alikataa kwenda kwenye timu za vijana kutokana na utovu wa nidhamu. Sasa wanatafuta mshambuliaji wa kigeni ili aende pale akafanya makubwa sana kwenye ligi, lakini pia na michuano ya kimataifa msimu ujao. Tunafahamu majina ni mengi yanatajwa kwa upande wa wachezaji wazawa, lakini kwa sasa Simba wao wanatazama zaidi mchezaji wa kimataifa wa kigeni ambaye ana energy ya kutosha, ana uwezo wa kufunga, kwa sababu katika eneo la viungo tayari mnyama ana watu wengi sana ambao wanatengeneza nafasi za magoli, wanapiga pasi za mwisho. Mtu kama Aniseura, Libase Geye, Chama, Joseph Loemba, kina Maema, hao wote wanapika, ni wapishi wazuri sana. Lakini je, nani ambaye atakuwa pale kwa ajili ya kufumania nyavu? Sasa kuna jina ambalo lipo, na huyu kocha ni Steven Barker mwenyewe ambaye moja kwa moja yeye ndo anafanya usajili wa mshambuliaji, na tayari amepeleka jina la mchezaji kutokea pale South Africa. Na huyu ni nani huyo? Yeye mwenyewe alimfundisha kwenye kikosi cha Stellenbosch, na kama kuna watu walifuatilia kombe la shirikisho Afrika msimu jana hadi hatua nusu finali Simba na Stellenbosch, huyu ni mwamba ambaye alisumbua sana. Zilitokea offside kama 2, alihusika tukio la penalti alihusika. Alikuwa ni kwenye maboksi sana. Nilisafiri mimi hadi pale South Africa katika dimba lile la Moses Mabhida pale Durban, South Africa. Mmoja wa wachezaji waliokuwa hatari ni Divine Titus. Bana, Divine Titus ndio mchezaji ambaye Stellenbosch amepeleka jina kwenye meza ya viongozi wa Simba kwamba bado tunamtaka huyu kijana, tunamhitaji huyu kijana, kwa sababu kwanza anaingia moja kwa moja kwenye formation au kwenye mifumo yake, lakini pia ni mchezaji ambaye amemtumia, so anamfahamu vizuri sana ubora wake, na mchezaji mwenyewe anamfahamu kocha, so wanaenda kutengeneza chemistry nzuri sana na kocha Steven Barker. Sasa Divine Titus, huyu kijana mdogo tu, amezaliwa 2001. Of course miaka yake sasa ni 25, na umri alionao ni umri wa kucheza mpira kweli kweli, yani umri wa kucheza mpira kweli kweli, kwa sababu hiyo ni miaka ambayo mchezaji yoyote mwenye uwezo mkubwa tayari ameanza kupata ile maturity katika ubora wake. Na kwa wale waliomtazama kwenye mechi ya kwanza pale Zanzibar, aliwasumbua sana Simba Sports Club. Muulizeni Shomari Kapombe, muulizeni pia Mohamed Hussein Shabalala kule. Hali ilikuwa mbaya. Jamaa alikuwa anawavuruga kweli kweli pale nyuma pale. Wanawavuruga kweli kweli pale nyuma, lakini Steven Barker anatoka pale Stellenbosch, na sasa anawaambia Simba, na muhitaji huyu, hiki kiumbe na kihitaji, ili iweze kulipa magoli mengi, ili Simba waweze pia kufanikisha kufika vizuri na hatua kubwa katika ligi ya mabingwa Afrika. Kumbuka msimu jana walifika hatua finali kombe la shirikisho Afrika. Msimu huu wameishia hatua makundi, so ni fedhea kwa Simba. So
wameanza kuangalia haraka haraka wapi wanapata washambuliaji. Peter Shalulile alizungumzwa, lakini age yake imeenda, lakini mbali ya age kwenda, lakini pia hata kiwango chake kimepungua, tofauti kabisa na misimu 3-4 nyuma. Kama unakumbuka Peter Shalulile msimu jana hakufanya vizuri kabisa akiwa na Mamelodi Sundowns, mpaka wakaleta wachezaji wengine pale na vitu kama hivyo. Na msimu huu miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanazungumzwa zaidi ni kina Hawa Titus, kwa sababu wana kasi, wana uwezo mkubwa sana, na uzuri tu ni kwamba kocha wake amecheza naye. Huyu jamaa ana uwezo wa kucheza kama center forward namba 9, typical Divine Titus, mtaalamu huyu bwana kutoka Stellenbosch. Kwa hiyo huyu jamaa ana uwezo wa kucheza namba 9 typical. Ni wale forward, ana uwezo mkubwa wa kutumia mguu wa kulia, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kutumia mguu wa kushoto kwa ufasaha na ufanisi wa hali ya juu kweli. So watu wengi wanamfahamu, walimuona akicheza dhidi ya Simba Stellenbosch, unakumbuka. Titus aliwapa wakati mgumu sana mabeki wa Simba kina Chamu kipindi kile, walipata tabu mno. Unakumbuka vile alikuwa ni Chef Ondo Malone alikuwepo, lakini pia angalia namna ambavyo kina Kapombe na Zimbo walipigika kweli. Titus alikuwa anawasumbua mno, ingawa hajafunga, lakini mmoja wa wachezaji hatari na tishio kweli. Kijana mdogo, age na mbeba, so kocha Steven Barker ameona ampate haraka sana, kwa sababu anataka kupata wachezaji ambao tayari shafanya kazi, ambao hawatamsumbua kwenye mifumo na mambo kama hayo, lakini na ile damu ya upambanaji, kwa maana fighting spirit, ile winning mentality, yani akili ya ushindi mara kwa mara, kwa sababu wote wanajua azma yao, wote wanafahamu nia yao, na wanatamani pia kufika mbali katika michuano ya kimataifa. So Divine, kwangu mimi nafikiri ni usajili mzuri kama endapo Simba watakamilisha, kwa sababu kwenye meza ya kocha Steven Barker tayari yeye amewasilisha jina la mtaalam huyu Titus Divine, miongoni mwa wachezaji bora sana, na kumbuka Soa anaondoka pale, kwa hiyo lazima apate mshambuliaji wa kigeni ambaye ataenda kuwa na makali kweli. Wanajaribu kuangalia huku na huku, lakini kocha anahitaji wachezaji ambao amewahi kufanya nao kazi. Fahamu ya kwamba alifanya kazi na Olivier Toure, alifanya pia kazi na mchezaji kama pale juu, upande wa juu, shambuliaji pale, na mtu kama Anis Eura alifanya nao pia kazi. Kwa hiyo anawafahamu vizuri. Nio Maema ni South Africa, aina ya uchezaji inamata zaidi, lakini pia mtu kama Rushin Direk pia South Africa, huyu wote wanafahamiana. So anajaribu kuongeza material ambayo haitampa shida, hasa akiwa anataka kuinject mifumo pale ambapo anahitaji kufanya kikosi kiwe imara, kiwe compact kweli na mambo kama hayo. So kwangu mimi nafikiri Divine Titus moja ya sajili bora kama itatokea, kwa sababu nimemshuhudia, na wewe pia naamini ya kwamba ulimshuhudia kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika msimu jana. Pale South Africa, Moses Mabida katika ule uwanja aliwasha sana bwana. Titus aliwasha sana pale, na hata katika zile offside ambazo baadaye watu wakaingia kwenda kuangalia kwenye VAR, yeye ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wasumbufu mno. So nafikiri inaweza kuwa sajili bora kutokana na aina ya wachezaji ambao wako ndani ya Simba kwa sasa. Bana, mambo ni mengi na story ni nyingi sana. Nitakuja hapa kwa ajili ya kujuza, kwa sababu ndio kwanza mastori ya usajili yamekwisha anza kumwagika, na mimi Friji Bovu ndio kazi yangu. Kwa hiyo endelea kusubscribe, kaa hapo ili usiwe unapitwa na taarifa zetu.